Niwashukuru sana kwa kunikaribisha kwenye kikao hiki muhimu kwa ajili ya kufanya tafakuri ya shughuli zinazofanywa na asasi zisizo za kiserikali katika wilaya yetu. Na kwa kweli niwapongeze sana, mahudhurio yamekuwa mazuri na tumekuwa na mjadala mzuri kuhusu yale yanayotekelezwa na taasisi zetu. Kwa hiyo hongereni sana. Lakini la pili ambalo nilikuwa naomba kuzungumza ni kuhusu pongezi za dhati kabisa kwa kazi ambazo zinafanywa na taasisi hizi. Tumesikiliza kwenye wasilisho zilizokuwa zinawasilishwa hapa kuhusu muktasari wa kazi zinazofanywa na asasi hizi zisizo za kiserikali, kila mtu kwenye eneo lake. Mengine yanaingiliana, lakini mengine yanajitegemea na kwenye kila eneo. Na ndio maana hata kamanda pale alizungumza kwenye kila eneo ya shughuli zinazofanywa na taasisi zetu, asasi zetu zisizo za kiserikali, unakuta ina replika yake kwenye masuala au shughuli zinazotekelezwa na serikali. Na kazi hizi zinazofanyika kwa kweli zinachochea ama zinasaidia kutoa msukumo wa yale mambo yanayotekelezwa na serikali. Kwa mimi naomba niwaahidi viongozi wangu kwamba serikali katika ngazi ya wilaya ya Mbinga tutaendelea kutoa ushirikiano mkubwa kuhusu kazi mnazozifanya, na tunatambua mchango wenu katika kusaidia kuchagiza kusukuma kwenda kwa kasi yale masuala mbalimbali ambayo yanatekelezwa na serikali. Na niwashukuru sana kwa jinsi ambavyo mnatenga muda wenu, mnajitolea. Kama nilivyokwisha sema mwanzoni kule, shughuli mnazotekeleza kwa taarifa za kifedha tulizopewa, wengine wanazitekeleza kwa fedha za michango binafsi, wengine fedha za wanachama wanajichangisha, lakini ili kuwasaidia binadamu wenzao. Kwa ni jambo la kupongeza na nawashukuru sana. Serikali yetu ya awamu ya 6 inatekeleza majukumu yake chini ya Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Inatekeleza majukumu yake kwa kujitahidi kwa kadri inavyoweza kusogeza huduma na shughuli mbalimbali kwa wananchi katika sekta mbalimbali: afya, elimu na huduma zingine za kijamii, uwezeshaji wa wananchi kiuchumi na maeneo mengine mtambuka. Na katika kutekeleza haya, kwa kweli shughuli zinazofanywa na asasi hizi inao mchango mkubwa kama ambavyo nimekwisha sema. Kwa hiyo niwaombeni tuendelee kuwa na ushirikiano wa pamoja ili kuhakikisha kwamba sisi kwa pamoja tunaharakisha kuwasogezea wananchi wetu huduma mbalimbali, na hasa tujielekeze zaidi katika maeneo ambayo yana uhitaji mkubwa, na hasa yale maeneo ya vijijini. Nimesikia katika wasilisho, lakini pia katika mjadala tuliokuwa tunajadiliana hapa kwamba moja ya eneo ambalo lina changamoto ni kupungua kwa ufadhili wa fedha, ambao kwa jinsi ambavyo tumekuwa tukifanya shughuli zetu muda mrefu, tumekuwa tukiangalia nje zaidi kama source ya uwezeshwaji kwa ajili ya shughuli tunazozifanya. Na sasa msukumo, kama kauli mbiu yetu inavyosema, ni kuangalia ndani zaidi. Kwa hiyo tuendelee kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba tunapata resources, tunapata fedha kwa ajili ya kuendelea kufanya shughuli zetu, kwa sababu ni shughuli ambazo zina tija. Jukwaa hili ni muhimu sana, na napenda kumrifaa kamanda pale alichozungumza ama kilichozungumzwa hapo, kwamba tumeona kwamba kuna kujifunza, kuna kujenga network ya pamoja, lakini pia kupata mawazo na kujenga ushirikiano ambao tukiutumia vizuri tunaweza
tukapata kile ambacho tunakikusudia. Kwa hiyo naombeni tuendelee kuitumia vizuri, tuichukulie seriously, na yale mambo tunayojadiliana hapa, basi kila mtu kwa nafasi yake aweze kuyasimamia. Nimalizie kwa kusema kwamba kitu kinachoitwa amani ni jambo muhimu sana katika jamii yoyote ile. Sisi tumekaa tu kwa utulivu mpaka sasa kwa sababu ya kuwepo na amani, na sisi kwa wilaya yetu ya Mbinga hatuna nakisi ya amani. Niwaombeni sisi kwa pamoja, kwa umoja wenu, kupitia mashirika yetu yasiyokuwa ya kiserikali, kwamba muendelee kuwa mabalozi wazuri wa kuhubiri na kusimamia amani katika maeneo mbalimbali ambayo kwanza tunafanya kazi zetu na ambazo tunaishi kupitia wadau ambao tunawahudumia na kushirikiana nao, na kadhalika tutoe taarifa tunapoona kuna viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani katika mamlaka zinazohusika. Baada ya kusema hayo, naomba niwashukuru tena, kwanza kwa mahudhurio ya kikao chetu hichi, lakini pili kwa michango mizuri na mjadala mzuri ambao tumekuwa nao, tatu kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya ya kuwahudumia wanambinga, lakini pia kwa kunipa nafasi ya kuja kushiriki pamoja katika jukwaa hili letu la leo. Na baada ya kusema hayo, basi mimi niwatakie kila la heri. Mwenyezi Mungu awajalie, aendelee kuwapa huo moyo wa upendo na kujitolea kwa ajili ya maisha ya wengine. Si wengi wenye moyo huo, Kwa hiyo Mwenyezi Mungu aendelee kuwajalia moyo huo wa upendo na kujali maisha ya watu wengine, ili kuweza kuendelea kusaidia katika juhudi za pamoja kati yenu au kati yetu na nyinyi kama wadau wa maendeleo katika wilaya. Nirudie kusema kwamba sisi kama serikali tutaendelea kutoa ushirikiano wote ambao unahitajika na ambao uko ndani ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba shughuli zenu zinakuwa na mchango wenye tija katika jitihada za serikali kuwaletea wananchi maendeleo, na hasa katika wilaya ya Mbinga ambayo sisi tupo. Baada ya kusema hayo, niwatakie mchana mwema. Najua tunatoka maeneo mbalimbali, kama tulivyokuja tukafika salama, basi mrudi tena huko mtakapokuwa mnaenda, mfike salama kuendelea na shughuli zenu, na siku nyingine basi tutakapopata fursa ya vikao vyetu kama hivi tuweze kukutana na wote, tukutane kama tulivyo, tusipate taarifa za tofauti, na wale ambao wakufika wao wamefika. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.